Ndio tuseme Nira, Yanga wameonyesha zile wanaita nini? Ndio tuseme wameonyesha kama utimu kubwa, kwamba wao ni timu kubwa. Mchezaji mkubwa kaamua mechi kubwa na timu kubwa imeshinda. Yes, yani unajua mentality ya timu kubwa inakuwa ni tofauti na mentality ya timu zingine, kwa sababu unajua kuna muda unaweza usione labda Mamelodi ikicheza vizuri kwa kukuvutia wewe. Ndiyo. Lakini after 90 minutes ukasikia Mamelodi ameondoka na matokeo ya ushindi. Leo hii Yanga hawakuwa na performance bora, lakini kutokana na kuwa na wachezaji ambao wana quality kubwa, wachezaji wakubwa, wachezaji ambao wanajua jinsi gani ya kuamua mechi kubwa, wameipa timu matokeo. Kwa siku ya leo hii, labda kwa mfano mchezo ungeisha sare ya bila, kila mmoja leo hii story ingekuwa na Rushin De Rock. Mwangalie yule mwanaume kitu alichokuwa anakifanya kwenye eneo la defense ya Simba. Ndiyo. Kila hatari ilikuwa inaisha kwenye miguu yake. Cross nyingi amekuwa amezizuia yeye. Aerial balls zote ameshinda yeye zidi ya wachezaji wote wa Yanga. Kila mpira wa juu alikuwa anaweza kuwini. Amefanya kila kitu sahihi Rushin De Rock. Lakini kwa bahati mbaya amecheza kwenye timu ambayo imepoteza mchezo, na sio imepoteza kwa sababu haijacheza vizuri, hapana. Imepoteza mchezo kwa sababu walishindwa kuwa na ufanisi kwenye lango la wapinzani. Hichi ni kitu ambacho wanatakiwa kufanyia kazi sana kwa 100%, kwa sababu msimu uliopita tutoka kuongea kitu hiki ni kwamba Simba tatizo sio kufika kwenye lango la wapinzani. Shida ni ufanisi wa kukwamisha mipira ambao wanaitengeneza kwenye nyavu. Na msimu huu pia tunaona kwenye mechi ya kwanza tumeliona tatizo kama hilo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vya kimsingi wanatakiwa virekebishe kwa ajili ya mafanikio ya timu yao, lakini kibinafsi wamecheza vizuri, lakini siku zote wanakuambia winning team never change. Yanga hawajabadilisha kitu chochote kile. Mentality yao ni ile ile. Kama ngamia ambaye anaishi jangwani. Akinywa maji leo atakaa miezi mitatu. Wamefunga goli moja, waangalie wale wanaume jinsi gani ambavyo waliamua kuvumilia muda wote. Wapo nyuma ya mpira na wanakubali kulinda.